Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewakemea hadharani maaskofu wa Ujerumani kuhusu mwongozo unaoruhusu wanandoa wa jinsia moja kupokea baraka za kanisa. Akizungumza wakati akiwa kwenye safari ya kurejea nyumbani kutoka ziara yake ya siku kadhaa barani Afrika, Leo alisema uongozi wa kanisa tayari umezungumza na maaskofu wa Ujerumani na umeweka wazi kwamba haukubaliani na baraka rasmi ya wanandoa wa jinsia moja au wanandoa walio katika hali zisizo za kawaida zaidi ya kile ambacho Papa Francis aliruhusu kwa kusema watu wote wanapaswa kupokea baraka. Ametoa kauli hizo baada ya askofu mkuu wa Munich na Freising mapema wiki hii kuidhinisha baraka za wanandoa wa jinsia moja katika dayosisi yake. Msimamo wa Marx uliotokana na mwongozo uliotolewa na Jumuiya ya Maaskofu wa Ujerumani na Kamati Kuu ya Wakatoliki nchini Ujerumani, ambao ulionekana kuwa sawa na maoni ya Papa wa zamani Francis. Hata hivyo, mrithi wake Leo, Papa wa kwanza kutoka Marekani, anaaminika kuwa mhafidhina zaidi katika masuala ya kijamii. Akiwa safarini kurudi nyumbani kutoka Guinea ya Ikweta, Leo aliwaambia waandishi wa habari kwamba umoja au mgawanyiko havipaswi kuzungumza masuala ya ngono, akisisitiza kuwa kuna masuala makubwa zaidi na muhimu zaidi kama vile haki, usawa, uhuru wa wanaume na wanawake, uhuru wa dini, ambavyo vyote vinapaswa kupewa kipaumbele kabla ya suala hilo. Sasa kufuatia taarifa hiyo ya Papa Leo wa 14, wapo ambao wameandika maoni yao hapa. Mmoja huyo anasema mwingine anasema samani, naomba niulize, Papa ni kiongozi aliyewahi kutokea wakati Kristo yupo au baada ya Kristo? Kama alikuwepo, naomba andiko. Mwingine anasema sasa kazi ya wanawake itakuwa ni nini kama wanaume nao wanaolewa? Kwa kweli dunia inaenda kubaya. Mwingine anasema tukiwaambia mtafute Mungu mtafute. Mwingine anasema tukiwaambia mtafute Mungu wa kweli mnakaza mafuvu haya, mwenye dini yake kashawaingiza chaka. Mwingine anasema kwamba huko Ujerumani hamna maaskofu mkuu wa kukemea hili, au huko Ujerumani wanafuata uongozi upi wa kanisa tofauti na Tanzania, au hiyo Biblia huko inayoruhusu haya ni ipi? Kwa hiyo ni kukemea, sio kumfukuza katika wito, siasa hadi kwenye dini. Hii ni hatari sana. Mmoja huyo anaandika hivyo. Mwingine anasema bado mtabariki za mtu na mbwa mkibakiza kidogo, lakini nyinyi wenyewe kuwa hamtaki, ila kwa bahati mbaya mmewekewa kundi la wanawake, muangalie eti mnakula kwa macho. Mwingine Katoliki na msimamo Mungu kumuumba Adamu akaona ni vema ampe mke. Stop, kaweka hivyo. Mwingine anasema Papa endelea kupigilia msumari hapo mpaka waelewe, na atakayekiuka fukuza kazi. Maaskofu chawa wanaokiuka maandiko ya Mungu wao, inakuwaje unafungisha ndoa jinsia moja? Huu ni ujinga kabisa, kaandika hivyo. Mwingine anasema kukemea ndoa za jinsia moja kubarikiwa kwanza. Swali la kujiuliza, aliyefungisha hizo ndoa ni nani? Au mapenzi ya jinsia moja mkasema ni ndoa? Sawa, asante sana kwa maoni yako mtazamaji Baharia TV. Cha msingi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.